Kwa namna ya kipekee nianze kukushukuru kwa kukubali kuja kutuzindulia stendi yetu, lakini zaidi ni kuombe ufikishe salamu za shukurani kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutenga fedha na hatimaye kusimamia utekelezaji wa mradi huu kwa mafanikio haya makubwa mpaka leo umekubali kuja kuuzindua. Ilikuwa kazi kidogo kusema tutakuja tuhamie huku, kweli tulikuwa tunapoona ni nje ya mji. Palikuwa kijijini huku zamani, lakini mji umekuwa kwa kasi, sasa ni katikati ya mji. Stendi imezungukwa na makazi na shughuli mbalimbali za watu. Lakini katika awamu ya Mama Samia Suluhu Hassan, hili jambo la kujenga stendi hii limefanikiwa. Ndio maana ninapenda kwa dhati ya moyo wangu kama mwananzega, kama mtoto wa hapa Nzega, ambaye nimepata heshima ya kuwa mwakilishi wa wananchi wenzangu, ufikishe salamu za dhati kabisa kwa Mama Samia kwa kutuletea sio tu pesa za stendi hii, lakini pesa za kutekeleza miradi mingi ya maendeleo katika wilaya yetu kwa ujumla wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa Mama Samia hatuna deni naye. Yeye anatudai kwa sababu kazi imepigwa kweli kweli. Sekta zote, najaribu kuokoa muda, lakini sekta zote utakazogusa kuna mkono wa serikali ya Mama Samia. Kuanzia maji kutoka Ziwa Victoria yamefika kila mtaa, kuja kwenye umeme umefika kwenye mitaa na vitongoji vyote, kuja kwenye vituo vya afya na zahanati, kuja kwenye shule, kila eneo, barabara vijijini, barabara za mitaani, kila eneo. Nafahamu mahususi atakuja hapa katibu wa mbunge, atataja viwango vya pesa ambavyo vimepokelewa katika jimbo hili. Lakini kwa ujumla wake sisi wananzega hatuna deni na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye anatudai kumuunga mkono, anatudai kura zetu wakati muafaka utakapofika. Watakao muunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan mikono juu. Watakao muunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan mikono juu. Piga kelele kwa Mama Samia. Mama Samia. Mama Samia. Bahati mbaya mbunge wa jimbo hili leo hayupo, ana udhuru wa kibinadamu wa kiafya, na ninaamini ametoa taarifa mahususi na mimi nimezungumza naye, lakini anaendelea vizuri kwa sababu ameshatoka hospitalini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba niishie hapa. Nishukuru kwa fursa hii.